Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limesema jumla ya mahujaji 3600 wanatarajiwa kwenda katika ibada ya hija mwaka huu wa 2025, ambapo taasisi mbalimbali zimeanza kusafirisha mahujaji kuelekea katika mji mtakatifu wa Maka. Tayari taratibu za hija zimeshatimia, na kwa sasa hivi tunaweza tukasema hakuna tena nafasi ya mtu kujiandikisha kwenda hija, ila kwa yule aliyejiandikisha na akatekeleza masharti ya hija. Mkurugenzi wa hija Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Haidar Kambwili, akizungumza na waandishi wa habari amesema tayari milango ya kwenda hija imeshafungwa kwa taasisi zote zilizopewa dhamana ya kusafirisha mahujaji. Kilichobaki ni kuanza kwa safari hizo. Sasa data ya kinchi wanaotaraji kwenda kutekeleza ibada ya hija mwaka huu ni watu 3600. Kwa hiyo kama nchi tumevuka, ukilinganisha na miaka 3 au 4 nyuma ambapo tulikuwa tukipeleka watu 2100, watu 2600. Mwaka jana tulifika mpaka 3100. Lakini unaona kwa kiasi gani uhamasishaji, mashehe wamefanya kazi kubwa kuhamasisha. Kama nchi sasa tumeongeza namba karibia watu 300, kutoka 3100 mpaka 3600, kwa maana ni watu 500 wao wameongezeka. Hili ni ongezeko la jumla kuu. Baadhi ya mahujaji watarajiwa wakiwa katika mafunzo na miongozo mbalimbali kuelekea katika ibada hiyo ya hija yaliyofanyika makao makuu ya BAKWATA wamesema ibada hiyo ni muhimu na ni lazima kwa kila Muislamu mwenye uwezo, na kuwakumbusha Waislamu waliochelewa mwaka huu wajiandae mapema mwakani. Kubwa tulilojifunza kwa leo ni kwamba hija ina falsafa kubwa kuhusiana na maisha ya kila siku. Lakini pia tumehusiwa kwamba tutakapokwenda huko tusisahau kuwaombea dua viongozi wetu, nchi yetu, familia zetu na sisi wenyewe. Kwa hiyo mtu Muislamu kama ana uwezo, anawajibika, ni wajibu kwake, ni lazima akahiji na utakwenda kuulizwa. Lakini kama huna uwezo, Mwenyezi Mungu yeye ndo anakuona. Kwa hiyo yoyote mwenye uwezo anatakiwa akahiji, ni lazima akahiji. Kwani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye anasema kwamba yeyote yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku uwezo, amemruzuku mali, halafu asihiji kwa kujiona labda yeye ni kijana au kwa kuona kwamba labda yeye bado ana kazi nyingi mpaka atakapokuja kupata wasa ndo atakapokwenda kuhiji, yakimkuta mauti katika hali hiyo, ana uwezo na hakwenda kuhiji kwa sababu yoyote ile, basi huyo atakufa nje ya Uislamu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na kufa nje ya Uislamu. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wazazi na walezi